Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mashabiki wengi sana ambao wanamshabikia msanii Zuchu walikuwa wanajiuliza kila siku ni lini msanii Zuchu ataondoka katika record label ya WCB na kwenda kujitegemea mwenyewe, kwa sababu tunafahamu wasanii wanapoingia katika label ni kwa sababu tu msanii bado hajaweza kujitegemea wala hajaweza kumudu yale mahitaji ambayo atahitaji kipindi akiwa anaandaa ngoma zake, na ndio maana wasanii wengi wanaamua kuwa chini ya label ili mradi tu kuanza kujitafuta, alafu baadaye akishajipata anaamua kuondoka katika hiyo record label. Kwa msanii Zuchu ilikuwa ni ngumu kidogo kwa yeye kuondoka katika record label, kwa sababu kulikuwa na mambo fulani ambayo yalitokea kati yake pamoja na bosi wake msanii Diamond Platnumz. Kama ambavyo tunafahamu, baada tu ya Zuchu kuingia katika record label WCB, alianzisha mahusiano ya kimapenzi na bosi wake msanii Diamond Platnumz. Mahusiano hayo yakaenda mpaka kufikia hatua hao watu wawili wakafunga ndoa kwa Sheikh Walid, ndoa ya mkeka. Lakini pia baadaye tukaweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond Platnumz alivyokuwa serious na haya mahusiano. Alimuonyesha upendo wa dhati sana Zuchu. Ukiangalia hata katika siku ya kuzaliwa ya Zuchu mwezi uliopita, tumeona ni kwa namna gani msanii Diamond amemfanyia surprise nyingi sana, lakini pia tumeona ni kwa namna gani na yeye Zuchu anampenda mapenzi ya dhati sana msanii Diamond Platnumz. Lakini taarifa ambayo imeweza kutufikia leo ndani ya muda huu inatuonesha wazi na kututhibitishia wazi kwamba huenda ile ndoa ambayo Diamond pamoja na Zuchu waliifunga huenda ilikuwa ni ndoa feki, labda ile waliamua kutengeneza kiki ili mradi tu mashabiki waendelee kuwashabikia. Mambo yametokea mengi sana, sisi tulikuwa nyuma, tulikuwa hatuelewi, lakini leo msanii Zuchu ameweza kutufumbua macho na kutuonesha wazi kwamba yeye pamoja na msanii Diamond Platnumz ni mtu na bosi wake, wala sio mtu na mpenzi wake. Tumeweza kuona mambo mengi sana, lakini siku leo kupitia katika page ya Snapchat msanii Zuchu ameweza kudhibitisha swala hili wazi na ameweza kuonesha ni kwa namna gani sasa hivi yeye yupo nje ya record label ya WCB Wasafi. Tulikuwa tunashangaa sana kuona Zuchu anamiliki page yake inaitwa Good People Gang ya pale Instagram, akawa mara nyingi sana anaposti kule picha zake, anaposti kazi zake. Watu wakawa wanajiuliza kwa nini Zuchu amefungua page ya tofauti kama hivi. Kumbe ile ni record label yake mpya ambayo ameamua kuanza nayo chini kabla hajaondoka record label ya WCB, ili mradi tu aweze kuendelea nayo vizuri atakapokuwa nje ya record label ya WCB Wasafi. Lakini pia ngoja nikuibie siri moja, Zuchu tayari ameshapata wasanii, na unaambiwa tetesi ambazo zipo, wasanii ambao Zuchu ataweza kuwasajili au kuwaingiza katika record label yake ya Good People Gang ni wasanii wawili. Wa kwanza ni Dogo Paten ambaye anahusishwa, lakini pia wa pili ni yule Salu wa BSS ambaye alishinda BSS mshindi wa pili. Tuliona mara nyingi sana Zuchu anapenda kumchukua yule Dogo kwa ajili tu ya kuimba kapera. Ni Dogo ambaye anajua sana. Sasa Zuchu ameweza kufungua record label kimya kimya, lakini baadaye akaamua kuwaambia mashabiki zake. Leo amethibitisha wazi kwamba yeye ni msanii wa namna gani. Ameandika katika peji yake ya Snapchat kama kuaga Wasafi, lakini pia kuthibitisha wazi kwamba yeye pamoja na Diamond Platnumz ndoa yao ni feki. Hajasema kabisa kwamba ni feki, lakini maneno ambayo ameandika hapa katika caption katika ukurasa wake wa Snapchat basi imethibitishia wazi kwamba hiyo ndoa ilikuwa ni feki. Zuchu ameandika: asanteni timu nzima ya Wasafi, tangu nilipoingia mpaka leo hii naenda kujitegemea, na wapenda wote. Ni muda sasa wa kuanza kujitafutia baada ya kufundishwa kutafuta na bosi wangu Diamond Platnumz. Unaweza kuona huu ujumbe umeeleza ni kwa namna gani amemuita Diamond Platnumz bosi wake. Sasa badala ya kumuita mume wake basi hapa kamuita bosi. Huenda ni mambo ya kikazi akaamua kutumia neno bosi, lakini tunafahamu mambo ambayo Zuchu pamoja na Diamond wameyafanya, hatutaki kuamini kama ile ilikuwa ni fake jamani. Wamefanyiana surprise nyingi sana, lakini pia wametoana mitoko mingi sana. Mambo mengi sana yametokea kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Tutaki kuamini kama ilikuwa ni fake au zilikuwa ni kiki tu, kwa sababu hawa watu kiukweli kila mtu alikuwa anafurahia kapo yao. Sasa baada ya huo ujumbe hapa wa Zuchu ambao wameposti katika ukurasa wake wa Snapchat, bana watu wengi sana wameonesha kufurahishwa na kitu ambacho Zuchu amekifanya.
ataifanya, kwa sababu mara nyingi sana mashabiki wa Zuchu wamekuwa wakitamani sana Zuchu aweze kujitegemea na record label yake, ili mradi tu waweze kuona ni kazi gani ambayo Zuchu ataifanya. Ukiangalia Zuchu, mbinu zote ambazo amepewa na Diamond Platnumz ni mbinu ambazo zitaweza kumsaidia yeye kujijenga katika record label yake, lakini pia unaweza kuona ukiwa karibu na Diamond kuna akili fulani hivi ya kuendesha muziki unaipata kwa asilimia kubwa. Ukiangalia msanii Rayvanny, ukimwangalia msanii Harmonize, unaweza kuona wote hawa wametoka katika mikono ya msanii Diamond Platnumz, na kwa sasa hivi ni Zuchu ambaye ameamua kujitegemea na ameondoka katika hiyo record label na kuwaaga WCB Wasafi, kwa sababu ni record label ambayo imemtoa kimuziki na imemsaidia kwa asilimia kubwa sana. Lakini bado swala moja ambalo bado hatujaweza kuelewa kwamba Zuchu na Diamond kweli hii ndoa ilikuwa ni feki au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa nini Zuchu sasa hivi ni kama vile anaanza kumheshimu Diamond na kumuita bosi wake hivi, kwamba wametuwe ufanya wajinga miaka yote hiyo? Bana, sio kweli. Hem, tusubiri tuone nini ambacho kitatokea hapo mbeleni. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.